Jambo mwanafunzi na karibu katika kipindi cha leo. Tunaenda kuangalia sajili ya hospitalini. Kwa hivyo tutaanza kwa kuzingatia sifa za sajili hii. Sifa ya kwanza, tunaambiwa kwamba kuna matumizi ya lugha rasmi. Kumbuka hii ni sajili rasmi. Kwa hivyo kutakuwa na matumizi ya lugha rasmi ambayo inaonyesha kanuni za heshima na matumizi ya lugha. Ina maana kwamba muuguzi au daktari ni sharti atumie lugha ya heshima kwa mgonjwa wake. Sifa ya pili tunaambiwa kwamba kuna matumizi ya lugha ya kudadisi. Kudadisi ni kule kuuliza maswali kwa ajili ya kutaka kujua ukweli. Kwa hivyo daktari hudadisi ili afikie uamuzi wa atakachofanyia mgonjwa. Kwa hivyo ni sharti daktari aulize maswali ili kubaini kile ambacho atamfanyia mgonjwa wake. Tatu, tunaambiwa kwamba kuna matumizi ya lugha inayoeleweka. Ni sharti lugha ya kueleweka itumike katika mazingira haya, na iwapo daktari hataelewa kile ambacho mgonjwa anakisema, atatoa uamuzi usiofaa. Kwa hivyo ni sharti daktari aelewe ili aweze kutoa uamuzi unaofaa. Na iwapo mgonjwa hataelewa, pengine alikuwa anapewa maagizo ya namna atatumia dawa, mgonjwa hajaelewa, ataulizia maswali zaidi ili aweze kuelewa. Sifa ya nne tunaambiwa kwamba kuna kuchanganya ndimi, hasa majina ya dawa yanapotajwa. Kwa mfano utasikia wakisema maneno kama paracetamol, mambo kama hayo. Kuna majibizano, daktari kuuliza maswali na anayeugua kutoa majibu. Na sifa ya sita tunaambiwa kwamba kuna matumizi ya lugha nyepesi ili iweze kueleweka kwa urahisi. Lugha inayotumika haina mafumbo na utata. Kwa nini? Iwapo lugha ya mafumbo itatumika katika mazingira haya, hakutakuwa na maelewano na maamuzi yatakayoafikiwa huenda yakazua tatizo. 7, tunaambiwa kwamba kuna matumizi ya alama za hisabati, hasa wakati ambapo maagizo hutolewa kuhusu namna dawa itatumika. Kwa mfano utapata mgonjwa anaambiwa utumie dawa mara moja, utumie dawa moja mara 3 kwa siku, dawa 2 mara 3, mambo kama hayo. Sifa ya 8 tunaambiwa kwamba kuna matumizi ya lugha ya siri wakati ambapo siri inahitajika kufichwa ili kuficha siri ya mgonjwa na pengine ugonjwa anaougua. Si kila mgonjwa atahitaji mambo yake yawekwe wazi. Kwa hivyo lugha ya siri itatumika na daktari huhitajika kuweka siri ya mgonjwa na ugonjwa wake. 9, tunaambiwa kwamba kuna matumizi ya lugha ya upole. Lugha inayoonyesha huruma kwa mgonjwa ili kumpa matumaini. Nadhani hiyo tunaelewa kwamba utatumia tu lugha ya upole ili uweze kumpa yule anayeugua matumaini, na anayeugua ni nani? Ni daktari. Na 10, tunaambiwa kwamba matumizi ya lugha ya taifa au lugha rasmi. Huenda tabibu na mgonjwa lugha zao za kwanza ni tofauti. Pengine daktari na mgonjwa wametoka katika makabila tofauti. Kwa hivyo ni sharti watumie lugha ya taifa au lugha rasmi, maana ndiyo lugha inayoeleweka na watu wengi hasa nchini Kenya. Na pengine mgonjwa ameenda katika hospitali ya kitaifa na huwezi ukapata daktari akianza kutumia lugha yake ya kwanza ambayo mgonjwa haelewi. Kwa hivyo katika mazingira haya matumizi ni ya lugha ya taifa au lugha rasmi. Na pengine iwapo mgonjwa haelewi, basi hutafutwa mkalimani au mtafsiri. Na 11, kuna matumizi ya lugha ya mkato kwa vile huenda kuna wagonjwa wengi wa kuhudumiwa. Kwa hivyo daktari atatumia lugha ya mkato ili kuokoa wakati. Na wakati mwingine huenda ukapata kwamba mgonjwa yupo katika hali mahututi au hali mbaya. Kwa hivyo daktari akianza kutumia lugha ya sentensi ndefu atampotezea yule mgonjwa matumaini ama muda, na tunaambiwa kwamba wakati mwingine mgonjwa atakuwa katika hali mahututi. Na tena tunaambiwa kwamba kuna matumizi ya msamiati maalum. Kumbuka tulisema msamiati maalum ni ule msamiati ambao unatumika katika mazingira mahususi.
Msamiati huu unaashiria shughuli za hospitalini kama vile daktari, mgonjwa, muuguzi. Yaani huu ni msamiati maalum ambao utatumika tu katika mazingira ya hospitalini. Tukiendelea, naam, hizo ndio sifa za sajili ya hospitalini. Na natumai tutakomea hapo kwa sasa. Katika kipindi kingine tutaangazia sajili ya sajili ya kituo cha polisi. Kwa heri kwa sasa, endelea kusubscribe na kushare, na iwapo una swali, uliza katika comment section, utapata mwenzako akikujibu, na niseme tu kwa heri kwa sasa. Naam.